Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru Mungu kutupatia tena neema ya kuwa pamoja katika pindi la neno la Mungu. Sifa kwake Bwana. Leo tunaanza somo ambalo litakuwa kubwa zaidi, litakuwa na vipengele vya kutosha kabisa kwa ajili ya uzinzi na uasherati. Lakini kabla ya yote tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, maana uko Bwana wa nyakati na majira. Umetupatia tena neema ya kukusanyika leo, kama tumepata kibali kuweza kuzungumzia neno lako, tunasema utukuzwe. Muda wote ambao tutakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumzia neno lako Mungu, tunahitaji Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli aendelee kutuongoza na kutuangaza, ili mambo yote yatakayofanyika yafanyike chini ya uongozi wako na kwa utukufu wako. Tunaacha mambo yote mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mara moja tunasoma katika Biblia zetu Waebrania sura 13 mstari wa 4. Waebrania 13 mstari wa 4 nasema hivi: ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Ni neno la Bwana. Neno la Mungu linatoka kutuambia ya kwamba ndoa inahitaji kuheshimiwa na watu wote. Ndoa inapaswa kupewa heshima na watu wote. Wanaposema watu wote, wanafunga yale maneno ya kwamba serikali itaheshimia ndoa, kanisa litaheshimia ndoa, jamaa na jamii zitaheshimia ndoa. Kwa nini? Ni kwa sababu waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Ndiyo maana tumetoka kusema ya kwamba somo ambalo tunalianza leo liko kubwa. Tutalizungumza kwa vipengele vya kutosha. Tunakusihi upate kufuata vipengele vyote vya somo hili tangu mwanzo wake mpaka mwisho, ili uweze kuelewa nini Mungu alitaka kuzungumza nawe, nini Mungu alitaka kuzungumza nasi kwa ajili ya somo hili. Somo lenyewe ni madhara ya uzinzi na uasherati. Madhara ya uzinzi na uasherati ndilo somo ambalo tunalianza leo. Mpendwa msikilizaji, Mungu akujalie kabisa uwe makini na ufuate vipindi vyote. Mbele ya kuendelea na somo, mtu anaweza kujiswali, uzinzi maana yake nini? Uasherati maana yake nini? Maana mtu asipoelewa haya maneno, huenda atakuwa na mazito ya kuelewa mambo mengine yanayofuata katika somo. Kama tukitaka kuelewa fafanuzi ya neno uzinzi, tutasema ya kwamba uzinzi ni tendo la mtu aliye kwenye ndoa kufanya mahusiano ya kimwili na mtu ambaye si mwenzi wake wa ndoa. Uzinzi ina maana ya kwamba mtu ameoa, umeoa, umeolewa, nimeoa, nimeolewa. Sisi tunahitaji kuheshimu ndoa. Sasa uzinzi ni kwamba huyu ambaye ameoa na kuolewa anakwenda tena kufanya tendo la ndoa nje na mtu mwingine asiye mwenzi wake, asiye mke wake au asiye mume wake. Huyu atakuwa amezini au ametenda uzinzi. Uasherati maana yake nini? Uasherati ni neno pana zaidi, linamaanisha matendo yote ya tendo ya ndoa yasiyo halali kulingana na maadili au mafundisho ya dini. Hii inaweza kujumulisha mambo mengi kama vile mahusiano ya kimwili nje ya ndoa ya mtu. Inaweza kuonesha pia tendo la ndoa haramu kwa ujumla wake, au maovu ya uasherati ya aina mbalimbali. Hili ni tafsiri lingine kuhusu uasherati. Hayo inataka kugusia mambo mengi tu ya kuonesha tendo la ndoa lisilokuwa safi. Wengine wanazungumzia ya kwamba uasherati unahusu hasa vijana, wasichana ambao hawajaoa, hawajaolewa. Wanapotoka kwenda kufanya tendo ya ndoa, hao wamefanya nini? Wamefanya uasherati. Lakini unaposoma tafsiri mbalimbali ya Biblia utakuta ya kwamba hili neno uzinzi, uasherati linagongana gongana. Unaweza soma kwa tafsiri fulani wanasema uzinzi, tafsiri lingine wanasema uasherati. Lakini katika yote, mpendwa, elewa ya kwamba uzinzi au uasherati vyote vinataka kumaanisha tendo ya ndoa isiyokuwa safi, tendo ya ndoa haramu ambayo hairuhusiwi na kidini na kijamii. Hii ni maana ya uzinzi na uasherati. Na leo tugusie kwanza nukta ya kwanza inayoonyesha ya kwamba Mungu anachukia uzinzi na uasherati.
wewe ambaye unajifurahisha katika anasa la uzinifu, katika anasa ya uasherati, tunakuja kukutangazia leo ya kwamba Mungu anachukizwa sana na wazinzi na uasherati, au kwa namna nyingine, Mungu anachukizwa sana na tendo la uzinzi au tendo la uasherati, yaani tendo la ndoa lisilo safi. Mungu anachukizwa sana, na Biblia inasema mambo mengi kuhusu jambo hili. Basi tuangalie mashairi fulani ambayo yanatuonyesha ya kwamba kweli Mungu anachukizwa sana na uzinzi na nini, na uasherati. Barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho sura 10 mstari wa 8, Biblia inasema, wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Biblia inasema msifanye uasherati kama wengi wao walivyofanya, sababu ile tendo ya uasherati, ile tendo ya uzinzi iliwafanya kwamba kwa siku moja waangamie watu 23,000 au 23,000 kwa tafsiri nyingine. Nilitaka kwanza kusisitizia jambo limoja hapa. Jambo moja nataka ulisitizia, linasema ya kwamba katika Agano la Kale pana wakati mwingine Mungu alipotaka kuzungumzia habari za taifa lake Israeli kumwacha Mungu na kugeukia miungu, ilisemeka kwamba wamezini, sababu wameacha Mungu wa kweli na wamefuata miungu mingine, wamegeukia miungu mingine. Ile ilionekana kwamba ni uzinzi. Lakini uzinzi au uasherati tunaozungumzia hapa, sisi hatuko katika ile hali ya kupana tafsiri ya kwamba mtu amemwacha Mungu na kwenda kwa miungu mingine, amegeukia Mungu mwingine. Sisi tunabaki katika tafsiri ya kwamba uzinzi na uasherati vinamaanisha tendo ya ndoa nje ya taratibu, tendo la ndoa haramu ambalo haliruhusiwe. Ile tafsiri moja ndio tutabaki ndani yake. Bwana wetu atusaidie sana. Na tumesema ya kwamba Mungu anachukizwa sana na uzinzi. Kwa namba ya kwanza, Mungu anaonyesha ya kwamba anatuonya msifanye uasherati kama vile wengi wao walivyofanya, kwa sababu ile ilituma watu 23,000 wanaanguka kwa siku moja, wanaangamia kwa siku moja. Ndio maana mpendwa, unapokwenda katika njia ya uzinzi, katika njia ya uasherati, elewa ya kwamba Mungu anachukizwa sana na lile jambo, na unapofanya jambo lile, na wewe Mungu anachukizwa na wewe. Neno letu ni kwamba Mungu akujalie neema, tubu, geuka na uache, sababu Mungu anachukizwa na uzinzi na uasherati. Barua ya Paulo ya kwanza kwa Wathesalonika sura 4 mstari wa 3, maandiko yanasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Mapenzi ya Mungu ni kwamba sisi kanisa, bibi harusi wa mwana kondoo wa Mungu, tunahitaji sana kuepukana na nini? Na uasherati. Na ile ndio mapenzi ya Mungu kwetu kama vile kanisa. Huo ndio kutaka kwa Mungu kwetu kama vile kanisa. Ile ndio kusudi la Mungu kwetu sisi kama vile nini? Kama vile kanisa, kuepukana na uasherati. Tutajitahidi kuepukana sana na jambo hili, tutapiganisha kuepukana sana na jambo hili, maana ile ndio mapenzi ya Mungu kwetu. Bwana wetu watusaidie sana. Wako watumishi wengi ambao wanampendeza Mungu au wanapendeza wanadamu, lakini mbele ya jambo hili wameshindwa, na tangu wakati ile wamekuwa watumishi wa kawaida ambao sasa wanatoa harufu mbaya mbele za Mungu. Hata kama watu wanaweza kuwapigia mikono, watu wanaweza kuona ya kwamba huyu mtumishi hivi na hivi, lakini uzinifu, uasherati unapoingia, mtu akujitahidi kuepukana na ule uasherati au uzinzi, huyu ametoka ndani ya mapenzi ya Mungu. Maana maandiko yanatuambia mapenzi ya Mungu kwetu ni kwamba tuepukane sana na uzinzi na nini? Na uasherati. Mungu wetu atusaidie sana. Wako wa vijana wengi, wa binti wengi ambao wakiimba wanaimba vizuri, wahubiri wengi ambao wakitoa neno watu wanasema ndio tumesikia, lakini wanapopimwa kwa kipimo hiki cha uzinzi na uasherati wameshindwa, na pale wametoka ndani ya mapenzi ya Mungu. Maana Mungu anakataa sana uzinzi na uasherati.
Bwana wetu atusaidie sana. Waebrania 12:16 Biblia inasema vilevile muangalie vizuri, kusudi hata mmoja wenu asikuwe mwasherati au mwenye kukufuru Mungu, kama vile Esau aliyeuzisha haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kidogo tu. Tafsiri nyingine inasema kwa ajili ya chakula kimoja. Mtu ambaye alikuwa mzaliwa wa kwanza, na katika Israeli mzaliwa wa kwanza alikuwa na haki zake, alikuwa na taratibu ambayo ilikuwa inamfuata kwa mzaliwa wa kwanza. Ni hivi, ni hivi, ni vile. Yeye kama vile mzaliwa wa kwanza akaona kama kile kitu si kitu cha muhimu, alafu kwa ajili ya chakula kimoja tu, chakula kidogo tu, akakubali kukana uzaliwa wa kwanza. Na sasa ilifika wakati ambao alianza kutafuta ule uzaliwa wa kwanza kwa machozi, kwa kilio na makamasi, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Ndio maana maandiko unasema tuangalie vizuri, kusudi hata mmoja asikuwe mwasherati au mwenye kukufuru Mungu, kama vile huyu Esau ambaye alikubali kupoteza haki ya uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kidogo tu. Bwana wetu atusaidie na atutie nguvu. Ni watu ngapi wamepoteza haki yao ya kuitwa wana wa Mungu kwa ajili ya kitu kidogo? Wanasharatika kwa ajili ya mavazi, wanasharatika kwa ajili ya sijui kupata kitu fulani cha muda kidogo, wanasharatika, wanazini. Na hawa wote ghadhabu ya Mungu siku moja itawaka juu yao, hawana sehemu katika ule ufalme wa Mungu. Bwana wetu atusaidie sana. Efeso 5:3 Biblia inasema, lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama isivyostahili, kama iwastahilivyo watakatifu. Ina maana ya kwamba sisi watakatifu wa Kristo, waamini, tumekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tangu tumeamini na tukashuhudia mbele ya watu wengi kwa ubatizo wa maji mengi ya kwamba sisi tumeachana na dunia, na tangu sasa tunakuwa wafuasi wa Kristo. Biblia inasema sisi tuko na namna yetu ya kuishi, tuko na namna yetu ipasavyo watakatifu kama sisi kuishi. Neno la kwanza, uasherati ama uzinzi usitajwe kamwe miongoni mwetu. Wasikie mambo mengine katikati yetu, maneno mengine yazungumziwe katikati yetu, lakini kwa yote isisikilike ya kwamba katika ile kwaya kuna washerati, katika ile baraza kuna washerati, mtumishi mwimbaji fulani ni mzinifu au ni mwasherati. Yale maneno yasitajwe kamwe miongoni mwetu. Ndivyo neno la Mungu linalotuagiza, yale maneno yasitajwe kamwe miongoni mwetu. Yakiingia miongoni mwetu ni uchafu mkubwa ambao umeingia, na pale tutakuwa tutembee tena katika mapenzi ya Mungu. Hapana maneno, jina ambazo tunaweza kuwa nazo, huduma ambao tunaweza kuwa nazo, sijui mzee wa kanisa, sijui mchungaji, sijui bishop, sijui ngazi gani yoyote ile, mwimbaji mkubwa, sijui shemasi mkubwa, pamoja na washerati ni sifuri mbele za Mungu na ni machukizo makubwa mbele za Mungu. Uasherati, uzinifu visitajwe kamwe miongoni mwa watoto wa Mungu. Bwana wetu atusaidie sana. Ndiyo maana waalikwa ni wengi, waalikwa ni wengi, lakini wachaguliwa ni wachache. Wahubiri ni wengi, lakini wachaguliwa ni wachache. Wachungaji ni wengi, wazee wa kanisa ni wengi, lakini wachaguliwa ni wachache. Ndio, wanakwaya ni wengi na huduma kaza wa kaza, lakini wachaguliwa ni wachache, sababu miongoni mwao wengi wameanguka ndani ya uzinifu, ndani ya uasherati, na pale wamekuwa makapi mbele za Mungu. Na mwimbaji wa nyimbo za wokovu ndio anasema ya kwamba atakusanya ngano kwa furaha na lango, lakini makapi yatakusanywa kusudi yafanye nini? Kusudi yachomwe na kuteketezwa. Bwana wetu atusaidie. Mungu akusaidie na kuombea kwamba uasherati usitajwe kamwe katika maisha yako ya huduma, na kuombea kwamba katika kumtumikia Mungu, katika karama unayo, katika yote unayoyafanya, uasherati na uzinifu visitie doa au madoa katika ile huduma, sababu vikifika katika maisha yako, umetoka katika msingi wa imani, umekufuru Mungu na wewe hauna sehemu katika ule ufalme. Bwana wetu atusaidie sana. Paulo anaandikia Wakolosai 3:5 inasema hivi,
Wakolosai 3:5, basi mtupilie mbali mambo yote ya kidunia yanayokuwa ndani ya nukta mbili. Ya kwanza, uasherati. Katika ile mambo yote ambayo yanakuwa ndani yetu, jambo kubwa ambalo Paulo iko natia kwa namba ya kwanza ambalo tunahitaji kutupilia mbali, ya kwanza uasherati, uchafu na mengine yanafuata. Ina maana ya kwamba mambo haya, ndio maana Biblia inasema mwepuke sana uzinifu, uasherati, sababu dhambi zingine zinafanyika nje ya mwili, lakini hii inafanyika ndani, na inapofanyika ndani inamchafua mtu mpaka ndani. Ndiyo maana kila mtu anayesema kwamba ni mtu wa Mungu anahitaji kuepuka uzinzi na uasherati. Bwana wetu atusaidie sana. Yuda 1:7, wakumbuke vile vile watu wa Sodoma na Gomora na wa miji iliyokuwa kando kando, wanaokuwa sawasawa na wamalaika hao, walifanya uasherati na mambo ya kimwili yasiyokuwa ya kawaida ya asili. Watu hawa wanapokea hukumu ya moto ya milele kuwa mfano wazi wa watu wote. Mpendwa, unapojiachilia kuingia katika uzinifu, chunga, madhara yanakuwa. Kwa mwisho tunataka kuomba, lakini nataka uelewe hili andiko pia ambalo nilipenda tulimalizie kwa somo, kwa kipengele cha kwanza cha somo letu. Bwana wetu atusaidie sana. Biblia inasema hivi kwa barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho, sura yake 6 mstari wa 9 mpaka 11. Kwa tafsiri hii ya Kiswahili cha sasa, Kiswahili ya Kongo, inasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 9 mpaka 11. Hii inasema hivi kwa tafsiri hii ya kwamba, tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ninyi mnajua hakika kwamba watenda mabaya hawatapata urithi katika ufalme wa Mungu. Musidanganyike. Nukta mbili. Washerati, anatia mkato, wenye kuabudu sanamu, mkato, wazinzi, mkato, washerati wa mke kwa mke na mume kwa mume, wanatia mkato, wizi, wenye tamaa, walevi na kadhalika, wanasema ya kwamba hawa wote hawatapata urithi katika ufalme wa Mungu. Bwana wetu atusaidie sana. Ninapenda hii tafsiri, inasema vizuri. Inasema kwanza washerati, inaongeza wazinzi, kisha inatia washerati wa mume kwa mume na mke kwa mke. Hawa wote hawana sehemu katika ufalme wa mbinguni. Bwana wetu atusaidie sana. Ndio maana mpendwa, tunataka kukuambia epuka sana katika maisha yako ya kumtumikia Mungu uasherati. Usitajwe kamwe katika huduma yako. Uasherati usitajwe kamwe katika karama yako. Uasherati usitajwe kamwe katika maisha yako. Tafadhali watu wakusemee uongo, washuhudie uongo juu yako, wakunenee mabaya, lakini isiwe kwamba ulisubutu kuingia katika hili jambo. Watu wanaweza kukusemea uongo, sababu watu wengi pia wanatumia hii jambo kuwa silaha. Wanapotaka kumwangusha mtumishi fulani au mtu wa Mungu fulani anayesimama, wanamfanyia njama za kumsemea uongo kwa njia hii ya kwamba alizini au alicharatika, ili waweze kumuavaa. Lakini wewe kwako na kwangu iwe uongo, isiwe kweli, sababu Mungu anachukizwa sana na uzinzi na uasherati. Tuombe Mungu. Msikilizaji ambao umesikia jambo hili, Mungu akusaidie uwe makini kufuata vipindi kadhaa vinavyofuata katika somo hili. Lakini kwanza, kwa hatua ya leo, acha tuombe Mungu aweze kukusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa miujiza na ishara yako, kwa muda mzuri umetupatia kuzungumzia neno lako. Sifa kwako Bwana. Tunaombea neno hili, msikilizaji ambaye amelisikia, Roho wako Mtakatifu, mwalimu wa kweli, akutane naye na kupanua mipaka ya somo hili kadiri mpasavyo kila msikilizaji, ili kila mmoja wetu aachane na uzinzi, aachane na washerati, maana washerati na wazinzi hawana sehemu katika ufalme wa mbinguni. Tena wewe unatuagiza ya kwamba mambo haya yasitajwe kamwe katika maisha yetu.
Tunaomba tukiamini ya kwamba utaendelea kukutana na huyu binti, utakutana na huyu mvulana, utakutana na huyu mama ambaye ametoka nje ya ndoa yake, utakutana na huyu baba ambaye hayuko tena mwaminifu kwa ndoa yake, na utamleta toba ili aweze kurudi tena katika imani ya kweli, aweze kukiri, kuacha na kugeuka ikamilifu. Tunaomba hivi katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.